Habari za asubuhi na karibu tena kwenye GTH Domestic System, chuo chako cha mafunzo ya kitaaluma kwenye GTH Domestic Home. Leo tunaanza moja ya moduli muhimu zaidi katika kazi yako ya kila siku. Moduli ya 4, kusafisha chumba cha kulala. Kwa nini hii ni muhimu sana? Kwa sababu chumba cha kulala ni sehemu kuu ya kupumzikia ya mwajiri wako. Yale tunayojifunza leo utakuwa ukiyafanya kila asubuhi. Tutajifunza jinsi ya kusafisha chumba cha kulala chako kikamilifu, kwa mpangilio na kitaaluma, kuanzia unapofungua mlango hadi unapotoka kwa fahari na kuridhika. Jiandae kuwa mtaalamu wa kweli. Kabla hatujagusa kifaa chochote cha kusafisha, lazima tuelewe kanuni ya msingi zaidi: heshima na faragha. Chumba cha kulala ni sehemu ya zaidi katika nyumba yoyote. Hapa ndipo familia hupumzika, wanapoweka vitu vya thamani kama vito, pesa na stakabadhi zao. Unaposafisha chumba hiki, unaaminika kwa kitu cha thamani sana. Lazima ulinde uaminifu huu kila siku. Daima gonga mlango kabla ya kuingia, hata kama una uhakika chumba kiko wazi. Subiri sekunde 3 kabla ya kufungua. Usifungue drawer au makabati bila kuombwa. Usisome barua za kugusa simu. Ukipata pesa au dhahabu chini, iokote na umpe mwajiri wako mara moja. Uaminifu wako ndio msingi wa kazi yako. Kumbuka, kazi za chumba cha kulala zinapaswa kubaki ndani ya familia. Mfanyakazi anayeheshimu faragha hupata kazi ya kudumu kwa miaka mingi. Wasafishaji wa kitaaluma hawafanyi kazi kiholela. Daima hufanya kazi kuanzia juu ya chumba kuelekea chini. Hii ndiyo sheria ya dhahabu katika usafi. Kwa nini? Ni rahisi, vumbi na uchafu huanguka chini kwa sababu ya nguvu ya uvutano. Ukisafisha sakafu kwanza iwe safi kabisa, kisha ukasafisha feni ya dari, vumbi lote kutoka kwenye feni litaanguka tena kwenye sakafu safi na itabidi uisafishe mara ya pili. Huku ni kupoteza muda na nguvu. Kwa hivyo, daima anza kwenye maeneo ya juu na malizia kazi yako kwenye sakafu. Sheria hii inatumika kwa kila chumba nyumbani kwako. Kariri mpangilio huu sasa: dari, feni, kuta, samani na mwisho ni sakafu. Kwa kufuata mpangilio huu, kazi yako itakuwa bora na utaokoa muda mwingi kila siku. Hebu tutazame visual hii kwa makini ili usisahau kamwe. Hatua ya kwanza katika ratiba yako ni kufungua madirisha na kupanga mapazia. Hewa safi ni muhimu sana kuondoa harufu ya usingizi chumbani na kuleta hewa mpya. Mwanga wa asili utasaidiana kuona vumbi vizuri zaidi ili usafi wako uwe kamilifu. Acha madirisha wazi wakati unafanya usafi, lakini hakikisha unafunga mwisho wa kazi ikiwa mwajiri anataka. Kidokezo cha kitaalamu: wakati wa kiangazi kikali kwenye nchi za GTH, hewa ya nje inaweza kuwa na joto kali na vumbi. Katika hali hii, daima wasiliana na mwajiri wako. Baadhi ya familia zinaweza kupendelea madirisha yafungwe na AC iendelee kufanya kazi wakati unafanya kazi. Daima weka kipaumbele faraja ya familia. Subiri kidogo chumba kipumue kabla ya kuanza hatua inayofuata. Hatua ya pili: kusanya nguo zote zilizoko chumbani na uzipange. Kagua kila kona, kwenye sakafu, kwenye viti, nyuma ya mlango wa bafuni na bila shaka ndani ya kikapu cha nguo. Kuzikusanya zote kwa unadhifu. Panga nguo kwa kutenganisha rangi angavu, rangi nzito na nguo nyeupe. Zipeleke nguo dormant, sehemu ya kufulia mara moja. Mkakati wa kitaaluma ni huu: unafua nguo hizi wakati unaendelea na usafi mwingine wa chumba cha kulala. Huu ni usimamizi mzuri wa muda. Onyo kali: usichanganye nguo za gharama au za kitambaa laini na nguo za kawaida bila kukagua label kwanza. Daima kagua label za maelekezo ya ufuliaji, kwani baadhi ya vitu vinahitaji dry clean au kufuliwa kwa mkono tu. Ikiwa huna uhakika, ziweke kando na muulize mwajiri kabla ya kuchukua hatua. Kumbuka, kosa moja linaweza kuharibu nguo ya thamani. Panga kwa uwajibikaji mkubwa. Hatua ya 3 ni kutoa mashuka yote ya kitanda kabisa.
Toa foronya za mito kwa One. Peleka nguo hizi zote chafu sehemu ya ufuliaji pamoja na nguo ulizozikusanya mwanzo. Baada ya kitanda kuwa wazi kabisa, kagua hali ya godoro lako. Kagua kama kuna madoa mapya, alama za uharibifu au kitu kingine chochote kisicho cha kawaida. Ikiwa kitanda kina kinga ya godoro, mattress protector, hakikisha unaikagua pia kwa umakini. Ukipata chochote kinachotia shaka, toa hata kidokezo. Wakati mashine ya kufua inafanya kazi, una muda mzuri wa kukamilisha usafi mwingine chumbani. Kwa njia hii, unapomaliza kupanga chumba, mashuka yako yanaweza kuwa tayari kukaushwa. Huu ndio ufunguo wa kufanya kazi kwa ufanisi kwenye villa kubwa. Godoro safi ni msingi wa usingizi mzuri wa familia. Hebu tuone jinsi ya kukunja mashuka chafu kabla ya kuyatoa nje. Sasa tunaingia kwenye hatua ya 4 hadi ya 7. Hatua ya 4, safisha vumbi kwenye feni ya dari ikiwa imezimwa. Hatua ya 5, safisha vumbi kwenye maeneo ya juu kama juu ya makabati, rafu za ukutani na fremu za picha kwa kutumia kitambaa safi cha microfiber. Kidokezo: kunja kitambaa chako mara 4 ili uwe na sehemu safi kwa kila eneo. Hatua ya 6, pangusa samani zote. Mbinu ya kitaaluma ni inua kila kitu, pangusa chini yake, kisha kirudishe mahali pake kwa usahihi. Usibadilishe mpangilio vya vitu vya mwajiri. Mwisho, hatua ya 7, safisha vioo vyote. Kumbuka mbinu: nyunyizia dawa kwenye kitambaa, si moja kwa moja kwenye kioo ili kuzuia dawa kutiririka kwenye mbao. Sugua kwa mzunguko, kisha pambusa juu na chini kwa matokeo safi kabisa. Kagua kazi yako kutokea pembeni kuhakikisha hakuna doa. Maandalizi yetu ya kwanza sasa yamekamilika. Katika sehemu ya pili, tutazingatia sanaa ya kutandika kitanda na ukaguzi wa mwisho wa kitaaluma. Tuonane sehemu inayofuata. Jiandae kwa mbinu maarufu ya Hospital Corners. Karibu tena kwenye sehemu ya pili ya moduli yetu ya 3. Sasa tunafika kwenye hatua ambayo inachukuliwa na wengi kuwa sehemu muhimu zaidi na inayoonekana zaidi katika usafishaji wa chumba cha kulala: kutandika kitanda. Katika nyumba za guest, kitanda kilichotandikwa kwa ukamilifu si kazi ya kawaida tu, bali ni alama kuu ya uadilifu na utaalamu wa mfanyakazi wa nyumbani aliye bora. Mwajiri wako ataona kazi hii kila mara anapoingia chumbani. Katika sehemu hii, nitakuonyesha hatua za kina za kutengeneza kitanda chenye hadhi ya hoteli ya nyota 5 nyumbani kwa mwajiri wako. Hebu tuanze mchakato huu wa mabadiliko sasa. Hatua ya 8, tunaanza kwa kuweka shuka la chini lililokazwa, aina ya shuka lenye mpira kwenye kila kona. Siri ya kitanda bora iko kwenye ukakamavu wake. Kazia kona ya kwanza vizuri, kisha vuta shuka kwa nguvu ya ziada kuelekea kona ya upande wa pili na uifunge hapo. Fanya vivyo hivyo kwa kona 2 zilizobaki. Hakikisha unavuta shuka mpaka sakafu ya godoro iwe nyororo kabisa. Haipaswi kuwa na hata mkunjo mmoja mdogo uliobakia. Shuka lenye mikunjo ni ishara ya kwanza ya kazi isiyo ya kitaalamu. Tumia muda wako kunyoosha godoro kwa mikono yako kuhakikisha kila sehemu ni nyororo kabisa kabla hatujaenda kwenye tabaka linalofuata. Hatua ya 9, tandika shuka la juu kwa uangalifu juu ya lile shuka la kwanza. Siri hapa ni usawa kamili wa pande zote, symmetry. Hakikisha shuka linatelemka kwa urefu ule upande wa kushoto na upande wa kulia wa kitanda. Kidokezo cha kitaalamu: tumia urefu wa mkono wako kama rula ya asili kutoka sakafuni hadi kwenye ukingo wa godoro kuhakikisha usawa. Upande wa juu wa shuka unapaswa kuwa sambamba kabisa na sehemu ya juu ya godoro. Vuta shuka liwe nyororo na hakikisha mstari wa katikati uko katikati ya godoro. Kitanda kilichotandikwa vibaya au kupinda kitaharibu uzuri wa chumba na kumpa mwajiri picha ya kazi isiyo ya kitaalamu. Umakini wako hapa una thamani kubwa. Hatua ya 10 ni umahiri wa mbinu ya Hospital Corners. Hii ndiyo mbinu maarufu itakayokufanya uonekane mtaalamu wa kweli mbele ya mwajiri wako. Tazama mwendo wa mikono yangu kwa umakini mkubwa.
Kwenye upande wa miguu ya kitanda, ingiza ncha ya shuka chini ya godoro kwanza kwa unadhifu. Kisha inua upande wa shuka unaoning'inia mpaka utengeneze pembe ya nyuzi 45 iliyochongoka. Shikilia mkunjo huo juu ya godoro. Ingiza sasa sehemu ya chini inayoning'inia ndani ya godoro, kisha teremsha ule mkunjo wa juu na uingize kwa nguvu chini ya godoro. Matokeo yake ni kona safi, iliyochongoka na isiyoweza kuhama hata mwajiri akigeuka wakati wa kulala. Fanya hivi kwenye kona zote mbili za miguu. Endelea kufanya mazoezi mpaka uweze kukamilisha kona moja kwa sekunde 30. Ukamilifu huu ndio fahari ya kazi yako. Hatua ya 11, tandika duvet au blanketi lako zito kwa usawa juu ya kitanda. Tumia mbinu ya kugeuza kifuniko cha duvet ndani nje ili mchakato uwe wa haraka na nadhifu. Hakikisha hakuna uvimbe wa duvet ndani. Hatua ya 12 ni kuandaa mito. Piga kila mto kwa upole lakini kwa nguvu ili hewa iingie na mto urudi kwenye umbo lake nene na laini. Weka mito mikuu ya kulala nyuma, kisha panga mito ya mapambo mbele yake kwa usawa. Kumbuka kila familia ina mapendeleo tofauti ya kupanga mito. Chunguza picha au mpangilio ulioikuta siku ya kwanza na ufuate kila siku. Matokeo ya mwisho yanapaswa kuonekana kama kitanda cha hoteli ya kifahari kinachokaribisha mapumziko ya amani. Sasa tunaenda kwenye hatua ya kumalizia sakafuni. Safisha sakafu yote kwa vacuum kwa mwendo wa mistari inayopishana ili kuhakikisha hakuna vumbi linarukwa. Ikiwa sakafu ni ya marumaru au vigae, fagia kwanza kisha deki kwa kitambaa chenye unyevu kiasi lakini si kibichi sana. Kumbuka sheria ya dhahabu, daima safisha vumbi mpaka sehemu ya ndani kabisa chini ya kitanda. Hii ni sehemu inayokaguliwa mara nyingi na mwajiri wako. Kwa vyumba vya watoto, hakikisha vichezea vyote vimepangwa mahali pake na usitupe kitu chochote bila ruhusa ya wazazi. Kwa chumba cha wageni, hakikisha chumba kiko tayari wakati wowote hata kama hakuna mgeni. Karama ya familia Zags inaonekana kwenye unadhifu wa vyumba vyao vya wageni. Hatua ya mwisho na muhimu zaidi ni kufanya ukaguzi wa kitaalamu. Simama mlangoni na uangalia chumba chote kwa makini kwa jicho la mwajiri wako. Je, mito imekaa sawa? Je, vioo vinang'aa? Je, sakafu haina alama za miguu yako? Hakikisha hakuna kifaa cha usafi au kitambaa kilichoachwa chumbani. Ikiwa kila kitu kiko sawa na kinaleta hali ya amani, zima taa na ufunge mlango kwa upole. Kazi nzuri sana. Umemaliza mfululizo mzima wa moduli ya 3. Kila asubuhi, bidii yako inaleta amani, afya na faraja kwa familia unayoitumikia. Tuonane kwenye moduli ya 4 ambapo tutajifunza usafi wa bafuni kwa kina. Endelea kujifunza, endelea kufanya mazoezi na uwe fahari ya taaluma yako.